Wapenzi watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Kuna mapinduzi ambayo yameanzishwa Zanzibari, mapinduzi ya kuwaondoa Watanganyika kwenye kazi mbalimbali, kwenye makampuni upande wa Zanzibari, kwenye mahoteli upande wa Zanzibari, ili mradi wa Zanzibari wapate kazi, lakini Watanganyika warudishwe bara. Sasa maneno kama haya ya kubaguana yalianzishwa na waziri wa afya Zanzibari Saada Mkuyu Salum, ambaye aliweza kusema kwamba serikali ya Zanzibari haina pesa za kugharamia matibabu kwa Watanganyika ambao wanaishi Zanzibari. Yaani kumaanisha kwamba iwapo mimi ni Mtanganyika na ninaishi Zanzibari, nikiugua ninapaswa kurudi Tanganyika ndiposa nipate matibabu. Lakini Mzanzibari ambaye anaishi bara akiugua anaweza akapata matibabu papa hapa bara. Ni jambo la kusikitisha. Sasa kuongezea chumvi kwenye kidonda, naibu waziri ambaye ni Bwana Hassani ameweza kueleza kwamba wanaofanya kazi kwenye mahoteli upande wa Zanzibari si wazaliwa wa Zanzibari. Hivyo basi yeye amepewa mamlaka na rais wa Zanzibari kuweza kufanya mapinduzi ya kuwaondoa Watanganyika wote kutoka kwa kazi mbalimbali ambazo wanashikilia upande wa Zanzibari, ili mradi wa Zanzibari waweze kupata kazi hizo. Unajua, wacha nikueleze hivi. Mimi Bwana Ezra ninaweza nikafungua kampuni maybe ya hoteli upande wa Zanzibari. Siwezi nikawaajiri wa Zanzibari wote, kwa sababu ukiwaajiri wa Zanzibari wote kuna wale ambao watasema kwamba sisi tuko nyumbani hatuwezi tukafanya kazi. Kwa hivyo lazima niweze kuchanganya na wabara. Mwisho wa siku bara na Zanzibari ni serikali ya muungano. Tuko kwenye serikali ya muungano, tuko kwenye taifa moja. Lakini mabaguano ambayo yameanza mahala ambapo tunaelekea sasa, tunahitaji serikali ya Tanganyika. Sasa wako walozungumzia ajira, tunajua kweli Zanzibar nzima kuna registered hotels 1184 hoteli zilizokuwa registered zipo, na ukenda kweli, mheshimiwa naibu spika, wanaofanya kazi wengi katika mahoteli yale si wazawa kweli, ipo kweli na nabisha. Sasa jukumu letu sio wizara ya vijana ajira kwa kufanya mapinduzi ya kwamba sasa kwamba walokuwemo mule si wazawa, sasa wawe wazawa. Niachie mie hiyo kazi naiweza, hata uganga wako tumchangani tatumia, watakuwemo tu. Jukumu la wizara hii sasa kuhakikisha wazawa vijana wetu wanapata kazi katika mahoteli, wanapata kazi katika miradi yetu. Nitakupa mfano, sihitaji hoteli kwa sababu ya something. Kuna hoteli moja juzi nilitembelea inawafanya kazi 156. To be honest with you, vijana wetu wa Kizanzibari walikuwa 27. Yes. Sasa hapo ni mapinduzi, hiyo ni kazi nimepewa mimi na rais kuhakikisha sasa watoto 27 ndio wao wageni, walobakia wote wawe wenyeji. That's my role. Kwa nakushukuru, namshukuru sana mheshimiwa rais. Mimi najua kazi yangu, Shabani anajua kazi yake, au Musalama anajua kazi yake. Tuaminini, tupitisheni pesa mrembo leo ukaone kazi hii unapokwenda kuifanya. Hilo ni jukumu letu katika rais, na kiapo tumekula kuwatafutia vijana ajira wanazipata, kwa sababu nakwambia rais amesema ajira ziko 3.5. I promise you Zanzibar kuna ajira more than 3.5. Mnakumbuka waziri wa afya Saada Mkuyu Salum naye akisema kwamba iwapo wewe si mzaliwa wa Zanzibari ni vigumu, hawana pesa za kugharamia Watanganyika kutibiwa upande wa Zanzibari. Kilichokuwa kikibainika kwa wenzetu hususan katika ngazi ya masheha walikuwa si waaminifu. Mtu si Mzanzibari anakwenda katika hospitali zetu anaonesha matibabu kadi, na bahati mbaya, inawezekana ikawa ni bahati mbaya, wale ambao waliokuwa wanakaa pale
Akisha kuonesha matibabu kadi, anamwambia atoe kitambulisho cha Mtanzania. Mheshimiwa, bajeti yetu ya trilioni 8, nani tutaweza kuwatibu watu wa milioni 60? Na tuliwaona watu wengine sio Wazanzibari wanatibiwa kwa kutumia matibabu kadi. Tukawataka anayekuja na matibabu kadi hapa ambayo inapatikana kwa sheha wake aeke na kitambulisho chake cha Mzanzibari au credentials zake ambazo zitahakikisha kwamba yeye ni Mzanzibari. Serikali unakwenda unazuiwa kwa sababu hujaenda kwenda kujiandikisha. Sasa unadhani hizi gharama ambazo unakwenda wewe unataka kutibiwa, nani atabeba? Mheshimiwa, dialysis ukienda Lumumba, chumba cha dialysis kimejaa vijana. How much dialysis moja? Na wanapewa dialysis 3 times a week pale. Hizi ni gharama kubwa, lakini kwa sababu wao ni wanachama wanapewa pale matibabu. Sasa watazamaji wangu, ninaomba tuweze kubadilishana mawazo. Angalia hapa kipindi ambapo huyu naibu waziri Bwana Hassan anasema kwamba wanapaswa kufanya mapinduzi ya kikazi upande wa Zanzibari, na anasema kwamba yeye ndiye aliweza kupewa kazi hiyo na Mheshimiwa Rais afanye mapinduzi ili mradi idadi kubwa ya Wazanzibari wapate kazi, Watanganyika wale ambao wasiopata kazi warejeshwe bara. Ameweza kumuunga mkono huyu waziri Saada Mkuyu, naye ambaye aliweza kusema kwamba sisi wa bara tupaswi kupata matibabu upande wa Zanzibari. Ni jambo la kustaajabisha kwa sababu hapa bara, ukipenda Tanganyika, tuko na wazaliwa wa Zanzibari wengi sana ambao nao wanafanya kazi hapa, including Samia Suluhu Hassan na mtoto wake Abduli na msichana wake, wote wako hapa bara letu Tanganyika. Tuko na Watanganyika wengi ambao wanafanya kazi kwenye makampuni. Sasa basi, kama wameanza mambo ya kubaguana, ni heri kila mtu arudi kwao basi. Ikiwa wanasema kwamba ndugu zetu ambao wako upande wa Zanzibari waenguliwe kutoka kwenye kampuni ambazo wanafanya kazi, warudishwe bara, basi hata ndugu zetu ambao wako upande wa bara ambao ni Wazanzibari ambao si Watanganyika wanapaswa kuondoka bara waende Zanzibari, waende kufanya kazi pale. Kuna maneno ambayo mimi nayaona ambayo yanazidi kupewa nafasi na yataleta uhasama. Sikufichi. Haiwezi ikawa kwamba kipindi ambapo sisi Watanganyika tukizungumza tunaitwa wahaini, watu ambao wanachochea utovu wa usalama. Tukisema kwamba nasi tunahitaji taifa letu ambalo linaitwa Tanganyika, tunaitwa watu ambao tunakosea, tunaleta kitu ambacho kinaitwa tunachochea uhalifu. Lakini kipindi ambapo Zanzibari wanasema kwamba mtu ambaye si Mzanzibari hapaswi kupewa matibabu, hapaswi kupewa kazi, wao wanaonekana kwamba wanatetea haki zao. Lakini sisi tukizungumza, akina Fande Muliro wanatuita kwamba sisi ni wahaini. Akina Wambura wanatuita kwamba sisi ni wahaini. Si tuko na Wazanzibari ambao wanafanya kazi kwenye taasisi mbalimbali ambazo hazipo kwenye makubaliano ya muungano. Tuko na Wazanzibari ambao wanafanya kazi kwenye idara mbalimbali za usalama ambazo haziko kwenye muungano. Itawezekanaje sisi ndio wanatuona wabaya, lakini wao ambao wanafanya kazi kwenye sekta mbalimbali ambazo hazipo kwenye makubaliano wanajiona kwamba wao wapo sahihi? Watanganyika tunatumika vibaya. Wacha nirudie kusema hivi. Watanganyika tunatumika vibaya. Rasilimali zetu na mali yetu yananyofolewa, yanachukuliwa
kutoka Tanganyika yanapelekwa Zanzibari kwenda kutumika pale. Mgao wa bajeti, pesa, makusanyo, matozo yanatolewa Tanganyika yanapelekwa Zanzibari kwenda kufanya kazi, eti kwa sababu wapo kwenye serikali ya muungano. Sisi hatunufaiki kivyovyote kupitia kwa serikali ya muungano. Kama Watanganyika hatunufaiki kivyovyote. In fact sisi ndio tunaenda hasara, kwa sababu ni kana kwamba sasa Zanzibari ni kupe ambaye ameweza kutushikilia kwenye ngozi yetu sisi wa Zanzibari ili kunufaika. Wanazidi kutunyonya, lakini wao hawataki tuweze kuwanyonya. Hebu jiulize, hawa wa Zanzibari wanatutegemea kihera, kimadini, kikazi. Ingekuwa Tanganyika ndio inategemea Zanzibari namna ile, tungepata kweli amani? Tungepata amani kipindi ambapo ajira kidogo tu zimeundwa upande wa Zanzibari, mawaziri wanapiga kelele. Waziri mzima mwenye anapaswa kueneza amani ndiye anapiga kelele, alafu amani ikiharibika wataanza kusema wanaharakati ndio wanachochea maandamano, ndio wanachochea vurugu. Sasa kama wamekiwakisha, itabidi na sisi tukiendeleze, kwa sababu kama wao wanajifanya kwamba wao ndio wanajua kujali haki zao kama Wazanzibari, nasi basi sisi Watanganyika tunapaswa kupigania haki zetu. Tuko na Wazanzibari ambao wanafanya kazi hapa bara, waondoke, watuachie basi, hata sisi tufanye mapinduzi. Hata sisi tufanye mapinduzi, hata kutoka kwa serikali kuu tufanye mapinduzi. Watanganyika ndio wakae pale juu, alafu Wazanzibari wapate kakitu kidogo. Kwa sababu kama upande wa Zanzibari wanataka kufanya mapinduzi, Wazanzibari wakoe wengi, wakoe pale juu, sisi Watanganyika tukue chini, basi hata nasi upande huu wa bara tunafaa kufanya mapinduzi. Watanganyika tuwe juu, Wazanzibari wawe chini yetu. Haiwezi ikawa kwamba wao wakizungumza wanaonekana kama wa malaika, sisi tukizungumza tunaonekana kama wahaini. In fact, we are not even benefiting kutoka kwa hii serikali ya muungano. Hakuna faida yoyote ambayo tunapata. Hakuna. Kama wanataka amani, basi ni heri tuwe na serikali tatu. Serikali ya kwanza Zanzibari, serikali ya pili Tanganyika, serikali ya tatu ya muungano. Hapo ndipo tutapata usawa. Sisi wa Tanganyika tusimame kuelekea kwa kona yetu hapa, tuzungumzie masuala yetu, tutetee haki zetu, tutetee kazi zetu, tutetee madini yetu, tutetee pesa zetu. Zanzibari nayo itetee pesa zao. Tuone ni nani ambaye atategemea mwingine. Haiwezi ikawa kwamba tukifika kwenye swala la kuunda serikali ya tatu ya Tanganyika, hapo wanatuona kama wahaini. Lakini ikifika kwenye masuala wakitaka haki, Wazanzibari wanajitafutia haki zao. Hata nasi basi tujitafutie haki zetu. Hakuna usawa ikifika kwenye kugawa mali. Hakuna usawa ikifika jinsi ambavyo mali yetu yanatumika. Wao kakazi tu kadogo kameundu upande wa Zanzibari wanalalamika. Basi nasi tukianza kulalamika, pesa zetu ambazo zinatoka bara zinaenda upande wa Zanzibari kufanya kazi, watatoboa? Embu niambia hapa chini,